Ujaona umeoa au umeolewa, kuna wakati unamkumbuka mtu ambaye ulishakuwa na mahusiano naye nyuma, lakini uishi naye, lakini mlishaachana. Haleluya. Manake Mungu anakuonyesha mahusiano hayo yapo katika roho. Ndio maana kuna wakati unamkumbuka. Kama kuna wakati unamkumbuka, manake upo mlango wa kiroho. Haleluya. Na kama upo mlango wa kiroho, hatari na kuna uhatarishi wa hii ndoa ambayo saizi upo nayo kuvunjika, kutokuwa na amani, kuifurahia ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ipo pande zote. Ipo pande zote, na maanisha pande zote, na maanisha kitu gani? Haleluya. Kuna yule ambaye anakuwa na mume wake, inafika mume wake anakufa. Haleluya. Biblia ipo wazi kabisa juu ya lile agano, linakuwa unaruhusiwa kuolewa au unaruhusiwa kuoa kama mke amekufa. Haleluya. Au mume amekufa. Haleluya. Lakini kuna watu wanakuwa wanapata shida. Wanapata shida eneo lipi? Imefika yule mume alishakufa au mke alishakufa, ameolewa, lakini katika kuolewa bado kumbukumbu za mume wake au za mke wake zinamjia. Haleluya. Sio kumbukumbu tu, manake upo mlango na yapo mahusiano katika roho yanatenda kazi. Kwa hiyo pasipo msaada wa kiroho kupata kuingia maombi na kukata huo muunganiko, manake ndani ya hiyo ndoa moja wanakuwepo wanaume wawili, au ndani ya hiyo ndoa moja wanakuwepo wake wawili. Yupo ambaye una mahusiano naye kwa jinsi ya mwili, lakini yupo ambaye una mahusiano naye kwa jinsi ya roho. Muunganiko na ule mlango bado upo. Kama muunganiko na ule mlango bado upo, haleluya, manake kuna baadhi ya vitu kwenye hiyo ndoa vinakuwa vinapunguzwa kwa sababu upo muunganiko mwingine. Haleluya. Na huu muunganiko mwingine unaweza ukapelekea hiyo ndoa kuvunjika, hiyo ndoa kuto kuifurahia, kwa sababu upo mlango tayari wa mtu mwingine. Haleluya. Mtu mlishaachana miaka mingi, au aidha alishafariki hata kufariki, lakini bado kumbukumbu zipo, manake bado mahusiano yapo. Haleluya. Najua kuna mtu alikuwa Roho Mtakatifu anataka apone hapo. Okay. Tumezungumza juu ya malango. Sasa nataka tuingie ndani zaidi kwenye somo letu. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipokaribia lango la mji Naili. Ili lango lilikuwa linapitisha nini? Biblia inasema ili lango lilikuwa linapitisha mauti. Haleluya. Lilikuwa linapitisha mauti. Kumbuka hapo mwanzo nimesema lipo lango la kitaifa, lipo lango la kimkoa, la kimiji, lipo lango la ukoo, lipo lango la familia, lipo lango la mtu binafsi. Haleluya. Na nikatoa mfano hapo mwanzo kwamba Mungu baada ya wana wa Israeli kumlilia kwa muda mrefu uko Misri kwa ajili ya utumwa, haleluya, Mungu akawa anatafuta mlango kwa ajili ya kuwasaidia wana wa Israeli. Biblia inasema hivi kwamba Mungu akamtafuta Musa. Mungu akamtokea Musa na akajifunua kwa Musa nini kusudi na nini anataka afanye. Haleluya. Mungu akamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na nimeshuka kwa ajili yao, kwa ajili ya kuwatoa utumwani. Haleluya. Biblia inasema Mungu akaanza process za wana wa Israeli kwa ajili ya kuwatoa utumwani. Haleluya. Mungu alikuwa anatafuta malango yapi kwa ajili ya kuwasaidia wana wa Israeli? Mungu alikuwa anatafuta lango kwanza ndani ya Musa la utayari, na akalipata hilo lango. Musa akawa yupo tayari. Bado hujanielewa? Biblia inasema Musa alikuwa akilichunga kundi la kondoo, haleluya, la mkwewe Yethro. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Haleluya. Manake Musa, Mungu anapomtokea sio kwamba alikuwa ana kazi, alikuwa ana kazi. Haleluya. Sasa alikuwa anatafuta Mungu mlango upi? Alikuwa anatafuta mlango wa utayari Musa kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na huo mlango Mungu akaupata kwa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, watumishi ni wengi. Haleluya. Mungu anaotafuta mlango zaidi ni upi? Mungu anatafuta mlango wa utayari. Haleluya. Kuwa mtumishi haina maana upo tayari kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kuwa mtumishi haina maana upo tayari kile ambacho Mungu anakutuma kufikisha kwa watu. Haleluya. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Biblia inasema Mungu akamuita Musa mlimani, akamkalisha kule mlimani siku 40. Sio kitu kidogo. Siku 40. Biblia inasema Musa ali, Musa anywe. Mungu anampa maelekezo Musa kwa ajili ya kuja kuambia wana wa Israeli
Kumbuka Musa alikuwa kama mimi. Kumbuka Musa alikuwa kama wewe. Musa alikuwa na kazi, Musa alikuwa na familia, Musa alikuwa na mke. Haleluya. Zaidi ya siku 40 anapokea maelekezo ya Mungu. Haleluya. Ni mlango upi ulikuwa umefunguliwa kwa Musa? Ulikuwa umefunguliwa mlango wa utayari kwa ajili ya kumsikiliza Mungu na kutii anachosema kwa ajili ya watu wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapotaka kulisaidia taifa, anahitaji kwanza mtu ambaye yupo tayari. Yupo tayari kwa ajili ya kumsikiliza Mungu anasema nini juu ya taifa. Haleluya. Nini anasema juu ya taifa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatafuta mlango kwanza ndani ya Musa, lakini pia Mungu alikuwa anatafuta mlango juu ya taifa la Israeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na akapata huo mlango. Alivyopata huo mlango ndipo akaliokoa taifa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akitaka kusaidia ukoo fulani anatafuta mlango kwanza, ili akipata huo mlango ndipo asaidie huo ukoo. Mungu akitaka kusaidia familia anatafuta mlango kwanza, akipata mlango ndipo anasaidia hiyo familia. Mungu akitaka kumsaidia mtu binafsi anatafuta mlango kwanza, akipata mlango ndipo anamsaidia huyo mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema hivi, ninavyozungumzia mlango, haleluya, Mungu akipata mlango haishi kupata mlango tu, anapata mpaka nafasi. Okay, nafasi ni nini? Nafasi ni muhimu kuliko msaada unaotafuta. Nasema hivi, unajua kuna wale ambao wanahitaji msaada wa Yesu, anamwambia Yesu nisaidie nipone, lakini sikuruhusu uingie ndani yangu. Na Yesu mwaminifu anawaponya. Haleluya. Lakini kuna tofauti ukamfungulia mlango wa moyo wako akaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana. Sawa, unaweza ukahitaji msaada na akakusaidia, hujamfungulia mlango. Lakini kuna tofauti akaupata mlango wa moyo wako na unahitaji msaada. Kwa sababu anapopata mlango anapata mpaka nafasi. Haleluya. Anapopata nafasi, haijalishi utahitaji msaada na siku nyingine una haja ya kutafuta mtu, maana anakusaidia kwa sababu alishapata mlango na nafasi huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Okay. Nimezungumza juu ya malango. Nimesema kuna lango la kitaifa, kuna lango la kimkoa, kuna lango la mji, kuna lango la kiukoo, kifamilia, mtu binafsi. Biblia inazungumzia juu ya mji wa Naili. Huu mlango ulikuwa unaipitisha mauti. Haleluya. Na tunaona Yesu jinsi alivyomponya huyu mtu ambaye alikuwa amekufa. Nasema hivi, neno la Mungu ni sheria duniani. Neno la Mungu ni sheria kuzimu. Neno la Mungu ni sheria mbinguni. Neno la Mungu ni sheria kila mahali. Haleluya. Mungu ambacho anatamka, dunia inatii, kuzimu inatii, mbingu zinatii. Haleluya. Kile ambacho Mungu anasema. Biblia inasema yule mtu ambaye alikuwa amekufa, neno la Mungu nasema kwamba akamwambia inuka, akainuka. Sio alikuwa amelala, alikuwa amekufa. Ndivyo Biblia inavyosema. Na akawa mzima. Okay. Nataka nizungumze juu ya nini? Nataka nizungumze juu ya hichi kitu. Yapo malango ya miji ambayo hayo malango yanapitisha mauti. Yapo malango ya familia ambayo haya malango yanapitisha mauti. Yapo malango ndani ya mtu binafsi ambayo haya malango yanapitisha mauti. Haleluya. Ninavyozungumzia mauti, kuna mauti kimwili, watu wanakufa. Kuna mauti kiroho. Ninavyozungumzia watu kufa mauti kimwili, namezungumzia kitu gani? Zipo mauti ambazo zipo nje ya mpango wa Mungu. Biblia inasema hivi kwamba mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, nazo zimejaa tabu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamleta mtu duniani aishi, na Biblia inafunua baada ya kuishi kipo kifo. Haleluya. Lakini kipo kifo ambacho sio cha mpango wa Mungu. Haleluya. Mfano, vifo vya watoto sio mpango wa Mungu. Haleluya. Vifo vinavyotokea, haleluya, kuna vifo ambavyo ni mpango wa Mungu, muda umeisha huyu mtu kukaa duniani. Lakini kuna vifo ambavyo sio vya mpango wa Mungu. Nasema zipo familia ambazo kila mwaka mtu anakufa, au kila baada ya muda fulani mtu anakufa ndani ya familia.
Haleluya. Vipo vifo ambavyo sio vya mpango wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokuonyesha kitu cha namna hii kipo kwenye familia, manake lipo lango la